Abushiri anachotakiwa kukifanya ni kuipambania namba. Anatakiwa ajue kwenye namba anayocheza, kwa maana ya namba 7, kuna wachezaji wangapi na wana kiwango gani. Alafu yeye aje alete utofauti ili aweze kumshawishi mwalimu kuweza kusurvive kwenye kikosi cha kwanza. Kwa wachezaji wazawa ni mbadala sahihi. Kwa hiyo mimi nadhani bado tutarudi pale pale kwamba ni yeye mwenyewe anatakiwa aendelee kumprove kwa mwalimu na kuprove kwa uongozi kwamba mlimtoa mwenda mkanileta mimi. Manake kuna vitu mbadala mliviona kwangu ambavyo viliwafanya mkavutiwa kuja kunitoa kwenye timu niliyokuepo. Kwa hiyo mimi nadhani bado nafasi anayo. Yeye ndo anatakiwa aje amthibitishie mwalimu na kuprove kwa viongozi na mashabiki ili aendelee kuonesha uaminifu wake na kuperform vizuri. Karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu za kimichezo. Hapa ni kutokea Mwananyamala kumtembelea Eliza Yanga kwa ajili ya kujua yale ambayo yuko nayo mara baada ya sajili kutangazwa kwa upande wa Young Africans pamoja na vilabu vingine. Lakini kubwa zaidi tutaangalia Young Africans tayari wameshamtambulisha wachezaji wawili kutokea Mashujaa, Hussein Mihambo pamoja na Abdunasil Mohamed, wenyewe wanamuita Jamal. Hao ni kutokea Mashujaa, lakini mchezaji kutokea Fountain Gate ambao wamemtambulisha ni Juma Abushiri. Tutagusia wote watatu kwa pamoja kujua ipi mbichi ipi mbivu, nani anaondoka au wanaoingia wanaenda kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha Young Africans mbele ya kocha South Africa ama vipi. Tuko na Eliza Yanga hapa kwa ajili ya kujadili hizo taarifa. Eliza, assalamu alaikum, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Alaikum salam. Tumeshuhudia wachezaji wametambulishwa kwa upande wa Young Africans, sajili ambazo zimefanyika, sajili za ndani. Fountain Gates mmechukua mmoja, lakini pale Mashujaa mmechukua wawili. Tuanzie na Fountain Gates. Utambulisho wa Juma Abushiri, kwa upande wako nini unaakisi kwenye Young Africans ya msimu 26-27? Mimi nadhani tunaendelea kufanya marekebisho pale ambapo mwalimu alipoacha ripoti yake kwamba anahitaji mchezaji fulani na mchezaji mwenye kaliba fulani. Kwa hiyo mimi nadhani uongozi umeweza kupitia ripoti ya mwalimu na kujihakikishia na kuona wapi ambapo wanaweza kuingia kwenda kutafuta wachezaji kuhakikisha wanakuja kuziba mapengo ambayo yalikuwa yanaonekana kwenye kikosi kilichopita. Kwa hiyo uliowataja wote ni wachezaji wazao. Ni wachezaji ambao wameonyesha kiwango kwenye timu zao. Ukiwataja wachezaji walioonyesha kiwango, basi na wao lazima utawakuta wako kwenye top 10. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima tuingie kutafuta wachezaji ambao wameonyesha ubora mkubwa na kiwango cha hali ya juu katika kutetea timu zao walizokuepo. Inaweza ikawa timu yake haikufanya vizuri, lakini yeye binafsi kafanya mazuri. Kwa hiyo mimi nadhani Abushiri, Mihambo na Abdul Nasr wote ni wachezaji ambao wameonyesha utofauti mkubwa kwenye vikosi vyao walivyokuepo, na mpaka wakawavutia uongozi wa Young Africans kuhakikisha wanawavuta Jangwani kuja kukompiti dhidi ya wachezaji ambao wako pale wa Young Africans watakao kuendelea kuepo na watakao kuwa wameletwa kuja kupambania bendera ya Young Africans. Wanaingia kwenye kikosi cha kwanza moja kwa moja ama bado ni sajili tunasema zimamoto? Mimi nadhani mwalimu ni mpya. Huwezi kusema moja kwa moja kwamba ni mchezaji huyu anaenda kuingia kwenye kikosi cha kwanza wakati na mwalimu pia ni mpya. Kwa hiyo wao ndo wana kazi ya kufanya, kumthibitishia mwalimu kwamba hatukukosewa kuletwa kwenye kikosi cha Young Africans. Ni wajitume kwenye viwanja vya mazoezi kuhakikisha wanamshawishi mwalimu ili aweze kuwaona kwa jicho la tatu, kuhakikisha anawaweka kwenye kikosi chake cha kwanza. Tumwangalie sajili ambayo imetambulishwa kwa siku ya leo, Abdunasil Mohamed, wenyewe wanamuita Jamal, ni beki ya kulia. Kwa upande wa Young Africans waliopo katika nafasi hiyo tunajua yupo Israel Patrick Mwenda, lakini pia yupo Yao Kwasi Atoula. Kwa nafasi hizo unaona anaenda kutoa challenge kwenye hilo eneo, na wanasema pengine akawa mbadala wa Israel Patrick Mwenda. Manake mpaka mwalimu anaenda kumleta mchezaji mzawa, manake kuna mzawa anaondoka. Kiongozi anaenda kumleta mchezaji wa kimataifa, manake kuna mchezaji wa kimataifa naye ondoka. Haijalishi maana limit ya wachezaji huwa ni 28 mpaka 30. Japo kipindi hiki nimesikia Wallace Karia anasema wanaruhusiwa kusajili wachezaji mpaka 40. Hakuna timu itakayoweza kusajili wachezaji 40 kutokana na uchumi wa Tanzania. Hao wenyewe 28 mpaka 29 unasikia wachezaji wanaenda kulalamika kwamba wanadai madai yao. Vipi hao wakifika 40?
Maana yake unakuja kuweka rundo la watu pale ambao hawana kazi, na mwisho wa siku unakuwa umewaulia kipaji chao. Hakuna timu itakuwa na wachezaji 40 afu akaweza kukompiti eti kutafuta kikosi kimoja au vikosi viwili. Unaposema wachezaji 40 maana yake ni vikosi vinne ambavyo vinatofautiana. Kwa hiyo mimi nadhani hao wachezaji wamesajiliwa Young Africans wanakuja kutetea bendera ya Young Africans. Ni wachezaji wadogo, ni wachezaji ambao wameonyesha uwezo mkubwa. Sasa kazi ni kwao kuhakikisha wanakuja kumpa ushawishi mwalimu. Alikuja Dennis Nkane, alisurvive kwa mwalimu mmoja ambaye alikuwa Nasreddine Nabi, ambaye Nabi yeye alikuwa hana kikosi cha kwanza, kwa sababu yeye ndiye aliyeanza kuitengeneza ile Young Africans kuanzia 21 22. Akaitengeneza Young Africans, ikapelekea yeye akawa hana regular starter kwenye kikosi, ukimtoa Diara na Mayele. Hao ndo walikuwa regular starter, lakini wengine wote walikuwa wanaingia toka nyingi sana. Kwa hiyo hata wao wachezaji waliosajiliwa na mwalimu ni mpya, wanao uwezo wa kuja kumhakikishia mwalimu na kumfanya mwalimu asiwe na kikosi cha kwanza, labda apate kwa striker au na golikipa, lakini wengine wawe na ingia toka kutokana na ubora wa kila mchezaji atakao kuwa ameonyesha kwenye viwanja vya mazoezi na pale anapokuwa amepewa nafasi na kuweza kuitetea bendera ya Young Africans, kuhakikisha Young Africans inapata matokeo katika mazingira tofauti tofauti. Lakini ukitazama hizi sajili ambazo zimefanyika, tusalia hapo kwa eneo la Israel Patrick Mwenda. Kama Israel ataachia anabaki Yao Kwasi, badala wake sahihi utakuwa ni huyu ambaye amesajiliwa hivi sasa Jamal. Of course kwa wachezaji wazawa ni mchezaji ni mbadala sahihi. Kwa hiyo mimi nadhani bado tutarudi pale pale kwamba ni yeye mwenyewe anatakiwa aendelee kumprove kwa mwalimu na kuprove kwa uongozi kwamba mlimtoa Mwenda mkanileta mimi, manake kuna vitu mbadala mliviona kwangu ambavyo viliwafanya mkavutiwa kuja kunitoa kwenye timu niliyokuepo. Kwa hiyo mimi nadhani bado nafasi anayo. Yeye ndo anatakiwa aje amthibitishie mwalimu na kuprove kwa viongozi na mashabiki ili aendelee kuonesha uaminifu wake na kuperform vizuri. Alikuwepo Dennis Nkane kwenye kikosi cha Young Africans. Alikuwepo Ofen Chikola kwenye kikosi cha Young Africans. Nazungumzia sajili za ndani ambazo zishawahi kufanyika pale Young Africans. Amekuwepo Mwanengo kwenye kikosi hicho cha Young Africans. Amekuwepo Edmund John kwenye kikosi cha Young Africans. Matarajio yalikuwa ni makubwa sana kwa wachezaji hawa, lakini naweza nikasema hayakufikia pale ambapo wengi walitarajia. Ndio maana wengine wameachiwa kwenda kwenye vilabu vingine, akiwepo Dennis Nkane pamoja na Ofen Chikola. Vipi kwa hizi talent mpya ambao zimejiunga na Young Africans ambao ni wachezaji wa ndani? Future yao unaiona ndani ya Young Africans? Wakipata nafasi wanafanya nini? Kwa hiyo mimi nadhani Dennis Nkane kwenye timu aliyokuepo Nabi aliweza kuonesha utofauti mkubwa, akawa anapata nafasi, lakini kwa wachezaji wengine waliowataja ni wachezaji ambao hawajapata nafasi kabisa. Ukilinganisha na Young Africans ambayo haijawa na wakati mzuri kwenye engo ya walimu wamekuwa na ingia toka nyingi kwenye msimu mmoja. So isingekuwa rahisi mwalimu anakuja kuhakikisha timu itetee ubingwa alafu akaja kaanza kuwapatia nafasi kina Mwanengo, kina Chikola, kwamba manake hapo atakuwa anawajaribu, ili hali amekuja anaambiwa hii timu umeikuta ina ubingwa na inatakiwa itetee ubingwa. Kwa hiyo isingekuwa rahisi. Mwisho wa siku ndio tulikuwa tunawaona wengi ni wale ambao wameshatengeneza legacy kwenye kikosi cha Young Africans kwenye safu ya ulinzi kuhakikisha wanatetea ubingwa, kwa sababu tayari ndio walikuwa na ukomavu. Kuwaweka wale wachezaji wengine ambao ndio kina Mwanengo, kina Edmund John, kina Chikola, ilikuwa ni kama kuriski kikosi au kuriski muda wa kutafuta matokeo. Kwa hiyo akawa anaenda na wachezaji wale ambao walikomaa na ambao walikuwa wanapambania kombe la Young Africans. Ndio maana hujaona Ofen Chikola akipata namba, hujaona Edmund John akipata namba mara kwa mara. Alikuwepo Roman Falls ambaye yeye alijaribu kuwapatia kina Edmund John namba. Sasa haja survive kwenye kikosi cha Young Africans. Ndani ya miezi kadhaa akawa ametoka. Akaja Pedro Goncalves, naye ingia toka za wachezaji pia. Kwa hiyo naye alikuwa anakuja kuhakikisha Young Africans inabeba ubingwa, kitu ambacho hajapata nafasi ya kuwapatia wachezaji. Kwa hiyo mimi nadhani kwa kuwa mwalimu anakuja anaingia pre-season na wachezaji wenyewe ndio wanatakiwa wamthibitishie mwalimu kwamba wanatakiwa wajitume kiasi gani kwenye viwanja vya mazoezi ili kuweza kumwaminisha mwalimu kwamba mimi nipo hapa sio kwa bahati mbaya, bali kwa uwezo waliouona viongozi wa Young Africans na kuweza kuhakikisha wananifuta kwenye kosi cha Young Africans ili nije kupambania bendera ya Young Africans.
Kwa namna ambavyo umemtazama Juma Bushiri akicheza Fountain Gate, unaiona future yake ndani ya Young Africans? Future yake ipo. Aliwahi kuulizwa Carlo Ancelotti kwamba kwa nini una wachezaji wengi vijana lakini hawapati nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha Real Madrid. Akasema kijana siku zote au mtoto siku zote anajifunza kwa kaka zake. Kwa hiyo wanao uwezo wa kujifunza kwa kaka zao, na akija kupata nafasi haijalishi katika kikosi cha Madrid au nje ya Madrid anaenda kufanya vizuri. Wachezaji wengi tumewaona kwenye kikosi cha Manchester City. Kina Cole Palmer hawakuwa regular starter kwenye kikosi cha kwanza. Ameenda Chelsea amekuwa tegemeo wa kikosi cha kwanza kwenye Cole Palmer. Kina Oscar Bobby ambao hawakuwa na wakati mzuri sana kwenye kikosi cha Guardiola pale Manchester City. Leo hii amepelekwa Fulham kama sikosei, amekuwa regular starter kwenye kikosi cha Fulham. Kwa hiyo mimi nadhani wanaweza wasisurvive kwenye kikosi cha Young Africans, lakini wakaja wakachukuliwa, au ile experience ya kuwepo Young Africans akichukuliwa Bushiri kwenda nje, maana yake itaonekana ametoka kwenye ligi kuu ya Tanzania na sio kwenye under 20 ambayo iko Tanzania. Kwa hiyo yeye ile experience ya kuwepo kwenye kikosi cha Young Africans ataendelea kujifunza vingi na kuhakikisha siku akipata namba katika mazingira yote yale, katika timu yote ile, anaweza kufanya vizuri na kuitetea timu atakayokuwepo kwa wakati huo. Kwa wanaosema alikuwa anahitajika na vilabu vikubwa kama Genki ya nje ya bara la Afrika, Young Africans wameingilia dili kati na amefanya maamuzi yasiyo sahihi kwenda Young Africans, pengine angeenda Ulaya ndio angefanya makubwa zaidi, au tunawajibuje? Walikuwa na uthibitisho gani kwamba alikuwa anatakiwa? Lilikuwa ni dirisha la usajili ambalo tetesi zinaruhusiwa, majadiliano yanaruhusiwa. Tetesi utazisikia na za kweli pia zitakuwepo na za uongo pia zitakuwepo, na maulizio ya wachezaji kwamba timu fulani au mawakala fulani wanamuulizia mchezaji fulani na kumfuatilia pia wanaruhusiwa, kwa sababu mchezaji hata ukibakiza mkataba wa miezi 6 unaruhusiwa kufanya mazungumzo na timu nyingine. Kwa hiyo Abushiri kufuatiliwa na timu ya KRC Genk haimaanishi kwamba tayari alikuwa anatakiwa moja kwa moja. Ukisema hivyo, kuna wachezaji wengi ambao walikuwa wanatakiwa. Chasambi leo yuko wapi? Chasambi Shafi Dauda alipambana mpaka aende nje. Sasa leo yuko wapi? Kaenda Singida, si ndio? Je, na yeye ilikuwa ni sahihi? Kwa hiyo mimi nadhani bado tutarudi pale pale kwamba umepata nafasi ya kuitumikia Young Africans, wewe ndio unatakiwa ulete utofauti wa kwamba mimi kuja hapa nimekuja kutafuta experience ya timu kubwa. Leo tukizungumzia Abushiri kwamba alikuwa anatakiwa KRC Genk, haya anatoka hapa anaenda KRC Genk, alikuwa anaenda kuingia moja kwa moja kwenye kikosi kufanya majaribio. Haya anaenda anafanya majaribio, anafeli, anarudi hapa dirisha fungwa, anafanyaje? Kwa hiyo mimi nadhani anao uwezo wa kuperform kwenye timu ya Young Africans pale tu atakapopata muda. Haijalishi ni dakika 3, dakika 4, dakika 5, ila anatakiwa aonyeshe utofauti kwamba kwa dakika ulizonipa pamoja na dakika 70 zote zilizochezwa na wachezaji walionitangulia, lakini mimi kwa hizi dakika chache nilizoingia nimeonyesha utofauti, ili mwalimu aendelee kumwamini. Kuna mchezaji mwingine anakuwa ni mzuri akitokea sabu, kuna mwingine anakuwa ni mzuri akianza, na kuna mwingine unakuta mtu anasema kwamba unawezaje kumwacha nje mchezaji fulani wakati ameingia kuleta matokeo. Huwezi jua, unaweza ukaingia na booster yako na ukafungwa vile vile, na unaweza ukaanza na wachezaji ambao huwa hawaanzi siku zote au ambao sio regular starter kwenye kikosi na ukapata matokeo, kwa sababu kinachokupatia matokeo ni utengenezaji wa nafasi na kuweza kuziconvert kuwa magoli. Kwa hiyo mimi nadhani Abushiri anachotakiwa kukifanya ni kupambana, kuipambania namba. Anatakiwa ajue kwenye namba anayocheza, kwa maana ya namba 7, kuna wachezaji wangapi na wana kiwango gani, alafu yeye aje alete utofauti ili aweze kumshawishi mwalimu kuweza kusurvive kwenye kikosi cha kwanza. Kwako ni mchezaji wa aina gani? Ni mchezaji ambaye tunatazamia kumuona mbali, ni mchezaji mzuri, ni mchezaji mwenye talent. Yaani ukiacha ile kujituma au mazoezi, ana talent ndani yake. Kwa sababu unaona ni mchezaji ambaye ana miaka 17 au 18. Kwa Afrika yetu hii na Tanzania yetu hii anaweza kucheza kwenye kikosi na akaleta ushindani mbele ya wachezaji ambao wana umri ambao uko juu yake yeye, na akaweza kukompiti nao. Unaona kabisa kuna kitu ambacho anacho, kama ataweza kujitunza na cabinet inayomsimamia ikaweza kumsimamia kwa ufasaha kwenye mazoezi anayoyafanya, muda wa kupumzika, muda wa kufanya mazoezi, na mpaka pale anapokuwa anaenda kwenye viwanja vya kazi. Kwa hiyo mimi naamini ana uwezo wa kufanya makubwa kama tu atakuwa na wakati mzuri na injuries zikimuepuka. Bodi ya ligi imetangaza ratiba kwa siku ya jana ya michezo ya ligi kuu ya NBC,
na nani ameshajua anaenda kukutana na nani na ni siku gani. Kwa jinsi ambavyo wewe umeitazama ratiba, umeona iko sawa sawa ama bado kuna mapungufu pahali? Ratiba yetu haijawahi kukaa sawa. Inakaa sawa pale inapotangazwa, lakini katika kumalizika unagundua kabisa kulikuwa na madudu kibao. Kwa nini madudu yanajitokeza? Kwa sababu ya ratiba zinazokuwa zinaingilia ambazo ni za kihunihuni. Mara ratiba ya Muungano, mara ratiba ya Kagame, mara ratiba ya Mapinduzi, ni ratiba ambazo hazipo kwenye ratiba ya FIFA au CAF. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nadhani katika kutangaza tu hili unaona kwamba ratiba imekaa vizuri. Je, vipi inavyoenda kutekelezwa hiyo ratiba? Ndipo inapoenda kuvurugika. Kwa sababu mechi imepangwa kwamba mechi ya Simba na Yanga itakuwa ni mechi ya 7. Unakuja unaambiwa imesogezwa mbele. Sababu iliyopelekea kusogeza mbele hakuna sababu ambayo imenyooka, ila ni uhuni tu na michongo, sababu za kibinafsi ambazo hazihusiani na hizo timu, hazihusiani na mashabiki wala hazihusiani na soka. Yaani mtu kajiamlia tu kwamba leo mechi ya Simba na Yanga haipo, mechi inaahirishwa. Unategemea hapo ratiba itakuwa sawa? Haitakuwa sawa. Na ninachokiona hii mechi huu msimu tena unaenda kutamatika mwezi wa 7 mwakani. Hakuna cha kutamatika mwezi wa 6, pamoja na kwamba tunaenda kuhost AFCON. Kwa nini unaliona hivyo? Kwa sababu ya makando haya tumekuwa hatujaanza kulalamika leo kuhusu ratiba. Ni msimu wa 5 mpaka wa 6 tunalalamikia ratiba. Kwa hiyo ni swala ambalo linaonekana kabisa. Licha ya ratiba kuwa mapema zaidi, kila siku inakuwa mapema, lakini mwisho wa siku yanakuwa ni yale. Kwa hiyo sioni mabadiliko. Lakini kwa namna ilivyopangwa unaiona iko sawa. Changamoto ipo tu pale kwenye kutekeleza wa hiyo ratiba. Ndio. Vipi kuhusu matumizi ya uwanja mmoja kwa Simba na Yanga? Wote wanatumia uwanja wa Uhuru almaarufu kama shamba la bibi. Hilo ni swala la kawaida kwa sababu hata Benjamin Mkapa tumekuwa tunautumia wote wawili. Kwa hiyo ni swala la kawaida, halinishangazi. Lakini kwa namna ambavyo tunaona vilabu hivi vikitumia kiwanja kimoja, lazima mmoja aondoke amwachie mwingine. Hii inakuwa sawa kwenda kwenye kiwanja kimoja tena? Kwa sababu si hawana viwanja. Hawana viwanja. Ukitaka utumie uwanja wako, jenga uwanja wako. Usitake kuleta complain kwenye kiwanja ambacho sio cha kwako. Lakini viko vingi. Simba na Yanga pengine ni chaguo lao kwamba wote tutumie kiwanja kimoja, ama wamepangiwa basi mtumie hiki? Yaani viko vingi wapi? KMC tunaona ameshuka daraja na ni kiwanja ambacho kilikuwa kinatumiwa na Young Africans kwa muda mrefu, na Simba naye pia akarudi pale KMC. Tunawaza pengine mmoja angebaki KMC, mwingine akaendelea kule Uhuru. Capacity yake ni ndogo. Kwa swala la mapato. Swadakta kabisa. Lakini kwa kutumia kiwanja kimoja ni sawa. Kawaida kabisa. AC Milan na Inter Milan wanatumia uwanja mmoja. Kwa hiyo ni swala la kawaida kabisa. Kwenye mambo ya nje ya uwanja yanayojitokeza hasa kwenye matumizi ya kiwanja kimoja kwa hivi vilabu viwili, atakayembiti mwenzie atafanikiwa. Mambo ya kuchimbia vitu. Hivyo ni vitu vya kawaida sana. Hiyo si kawaida ya Simba hiyo. Kwani uwanja wa Mkapa ule umefumuliwa kwa kutwa mailizi kibao. Sasa si vitu vya Simba vile. Hatuna ushahidi. Hauna nani aliyekuwa anasema kwamba kwa Mkapa atoki mtu? Hiyo kauli ilikuwa ya timu gani? Hauna lenyewe mpaka unataka ushahidi wa nini sasa? Ni kauli za ushujaa na kujaza na kutiana moyo. Yale mailizi yenye mavitambaa mekundu yale ya nani? Kwa kisa ni nyekundu ndo Simba na usika. Nyekundu, yani ile kauli tu ya kusema kwamba kwa Mkapa atoki mtu. Au wazee kwenda kumzuia meneja wa uwanja kumwambia atoke mpaka tutakapomaliza mambo yetu. Maana yake ni nini? Ushawahi kusikia wazee wa Yanga wamesema tuna meneja atupishe? Basi hivyo ni vitu vya kawaida sana. Kwa upande wako vitu vya kawaida sana. Mimi nikushukuru sana. Karibu.